Mwanaharakati Mange Kimambi ameelezea msimamo wake kupitia mitandao ya kijamii akisema kuwa hataweza kukubali adhabu yoyote itakayotolewa dhidi ya makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu kwa sababu wananchi wengi wanaamini kuwa mwanasiasa huyo hana kosa lolote kisheria. Suala hili limeibuka kufuatia hatua ya mahakama ya rufaa nchini Tanzania kuahirisha usikilizwaji wa shauri la maombi la jinai linalomkabili kiongozi huyo wa upinzani na kupanga kutoa uamuzi, amri au hukumu rasmi ifikapo tarehe 6 mwezi wa Julai mwaka wa 2026. Shauri hilo ambalo lipo kati ya mkurugenzi wa mashtaka na Tundu Lissu limezua pressure kubwa la kisiasa na mjadala mzito nchini kufuatia hatua ya mahakama kuweka tarehe hiyo jipya linalosindisha taharuki katika anga la kisiasa. Hatua hiyo ya mahakama kuweka tarehe hiyo ya uamuzi imepokelewa kwa hisia mseto na wadau mbalimbali nchini ambao wamemkosoa mwanaharakati huyo kwa kutoa matamshi hayo ya kupinga adhabu akiwa mbali na nchi badala ya kuja nchini. Tanzania kama ana uchungu na wa dhati na kiongozi huyo. Baadhi ya wananchi wameeleza kuwa wapo bize na utafutaji wa maisha kutokana na ugumu wa hali ya kiuchumi na hawawezi kupoteza muda kufuatilia kesi hiyo kwa madai kuwa kiongozi huyo alijitakia mwenyewe matatizo hayo yanayomkabili mbele ya sheria. Taarifa za juzi zilitolewa zimebainisha uwezekano wa kuwepo kwa adhabu kali ikiwemo hukumu ya kifo iwapo mshtakiwa ambaye ni Tundu Antipas Lissu atakutwa na hatia ya makosa yanayomfungamana na uhaini, jambo linalozidisha maswali miongoni mwa wananchi na wafuasi wa chama hicho wanaofuatilia kwa ukaribu mwelekeo wa sheria na uhuru wa mihimili wa mahakama nchini Tanzania. Katibu mkuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo John Mnyika ametoa msimamo wa chama chake akilaani maandalizi ya vyombo vya usalama kuelekea tarehe hiyo ya uamuzi wa mahakama ya rufaa. Mnyika ameeleza kuwa kuna mbinu za kutumia taarifa za kiintelligence zilizopikwa kwa lengo la kuhalalisha matumizi ya nguvu dhidi ya raia na kuwatishia wasifuatilie kesi hiyo mahakamani ili kuweka vikwazo. Kiongozi huyo amesisitiza kuwa Chama cha Demokrasia na Maendeleo hakiko tayari kurudi nyuma katika harakati za kudai haki, usawa, misingi ya kisheria, huku kikitoa wito wa amani na mshikamano kwa wanachama wake wote nchini. Wachambuzi wa masuala ya kisiasa wamebainisha kuwa matokeo ya uamuzi huo wa tarehe 6 mwezi wa Juni yanaweza kuwa na athari kubwa sana katika mwelekeo wa siasa kuelekea chaguzi mbalimbali zinazotarajiwa kufanyika mbeleni nchini. Suala hili la kisheria limekuwa jambo kuu linalozungumzwa katika majukwaa ya kijamii likihusisha mijadala ya usalama wa taifa na haki za viongozi wa siasa wa upinzani nchini. Hatua ya mahakama ya rufaa ikiweka nchi katika hali ya kusubiri huku mamlaka ya kisheria zikitakiwa kusimamia haki bila upendeleo wowote wa kisiasa kuelekea uamuzi wa mwisho utakaotolewa mwezi ujao. Upinzani unaendelea kuhamasisha umma kuweka macho yao kote kwenye tarehe hiyo maalum ili kuona kama sheria zitafuatwa ipasavyo au kama nchi itaingia katika ukurasa mwingine wa sintofahamu ya kisiasa. Kuashiria huko kwa kesi ya mkurugenzi wa mashtaka dhidi ya mwanasiasa huyo kumeongeza uzito wa hoja zinazotolewa na viongozi wa upinzani kuhusu jinsi mfumo wa mahakama unavyoendeshwa wakati huu wa changamoto nyingi za kisiasa. Wafuasi wa chama hicho cha Chadema wamekuwa wakionyesha hofu juu ya usalama wa kiongozi wao mkuu iwapo mahakama itajielekeza katika upande wa kutoa adhabu ya juu kabisa inayohusiana na makosa ya usaliti wa taifa.
Mjadala wa kitaifa unaguza pia maeneo ya kidiplomasia na mtazamo wa jumuiya ya kimataifa kuhusu uhuru wa kisiasa na haki za binadamu nchini Tanzania katika miaka ya hivi karibuni. John Mnyika amebainisha kuwa chama kimejipanga kukabiliana na changamoto zote za kisheria zinazoweza kujitokeza bila kuacha misingi ya imani na amani ambayo wamekuwa wakihubiri siku zote katika mikutano yao. Ametaka vyombo vya dola kuacha mara moja kutengeneza propaganda ama kutegemea propaganda zinazolenga kuonyesha kuwa wafuasi wa upinzani wanapanga kufanya furugu hiyo siku ya hukumu itakapotolewa na majaji. Chama hicho vilevile kinasitikishwa na kile kinachoonekana kama shinikizo lisilo rasmi linalolenga kuathiri mtazamo wa majaji wanaosikiliza shauri hilo kubwa la jinai linalomkabili makamu mwenyekiti wa chama cha Chadema. Kwa upande mwingine, maoni ya wananchi mtandaoni wanaonyesha mgawanyiko mkubwa kati ya wale wanaotaka kuona haki inatendeka kwa kiongozi huyo na wale wanaoamini kuwa masuala ya uchumi na maisha ya kila siku ni muhimu zaidi kuliko siasa. Wakosoaji wa harakati za mtandaoni wanasema kuwa kelele zinazopigwa kutoka nje ya nchi hazisaidii kutatua matatizo halisi ya kisheria inayowakabili wanasiasa waliopo ndani ya taifa kwa sasa. Wamesisitiza kuwa mahakama inapaswa kuachwa ifanye kazi yake kwa mujibu ya ushahidi uliowasilishwa kwa pande zote mbili bila kuingiliwa na maoni ya watu wa mitandaoni ambao hawajui taratibu za kisheria zilizopo. Mvutano huu wa kisheria na kisiasa unatokea wakati taifa likiwa katika kipindi cha mpito kuelekea matayarisho ya kisiasa ya msimu ujao, jambo linalofanya kila hatua ya mahakama kutazamwa kwa miwani ya kisiasa na makundi mbalimbali. Mkurugenzi wa mashtaka hajatoa taarifa yoyote ya ziada kuhusu malalamiko ya upinzani, akifanya mchakato huo kubaki mikononi mwa majaji wa mahakama ya rufaa ambao ndio wenye kauli ya mwisho. Kesi hii imekuwa moja ya mashauri yanayofuatiliwa kwa ukaribu zaidi katika historia ya hivi karibuni ya masuala ya sheria nchini Tanzania kutokana na hadhi ya mshtakiwa katika jamii na siasa za humu nchini na vilevile kimataifa. Hofu ya uwepo wa adhabu za kifo imesababisha mashirika mbalimbali ya kutetea haki za binadamu kuanza kufuatilia kwa ukaribu mienendo ya kesi hiyo ili kuhakikisha viwango vya kimataifa vya haki vinazingatiwa bila ukiukwaji. Wanachama wa upinzani vilevile wametakiwa kutulia na kusubiri maelekezo rasmi kutoka kwa viongozi wao wakuu wa taifa na kitaifa wakati tarehe hiyo ya Julai 6 inavyokaribia siku hadi siku. Viongozi wa mikoa wameanzwa kuendelea na shughuli zao za kawaida za chama huku wakizingatia umuhimu wa kulinda utulivu wa nchi katika maeneo yote ya mikutano yao ya hadhara. Msimamo wa Mange Kimambi umeendelea kusambazwa na kujadiliwa na watu wengi, wengine wakikubaliana naye kuwa shauri hilo lina upendeleo na wengine wakisema ana mamlaka ya kuzungumzia masuala ya mahakama ya Tanzania kutoka ughaibuni.